Serikali ya Tanzania imeweka vikwazo vya kibiashara dhidi ya bidhaa za kilimo zinazoingizwa kutoka Malawi na Afrika ya Kusini kutokana na mataifa hayo kuweka vizuizi vya usafirishaji wa bidhaa kutoka Tanzania. Vikwazo hivyo vimewekwa kufuatia kuwepo kwa malalamiko kuwa bidhaa za kilimo kutoka Tanzania zikiwemo mahindi na maharage zimekuwa zikikwama kuingia kwenye masoko ya Malawi na Afrika ya Kusini kutokana na vikwazo visivyo vya kikodi. MediaWire Express tumeangalia biashara kati ya Tanzania na Malawi kwa mwaka 2023. Tanzania imeongeza mauzo yake ya bidhaa kwa nchi jirani ya Malawi hadi kufikia dola milioni 215 kwa mwaka 2023, ikiwa ni ongezeko kubwa kutoka dola milioni 70.4 kwa mwaka 2018. Kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita, mauzo haya yameongezeka kwa asilimia 25.1 kila mwaka. Bidhaa kuu zilizouzwa na Tanzania kwa Malawi ni pamoja na mafuta yaliyosafishwa dola milioni 156, bidhaa za usafi dola milioni 12.2 na chumvi dola milioni 5.03. Kwa upande mwingine, Malawi iliuza bidhaa zenye thamani ya dola milioni 38.2 kwa Tanzania. Hii ni kwa mwaka 2023. Bidhaa hizo zikiwemo unga wa soya dola milioni 9.79, maharage ya soya dola milioni 5.16 na mikunde iliyokaushwa dola milioni 4.95. Hili ni ongezeko la asilimia 9.32 kila mwaka tangu mwaka 2018 ambapo mauzo yalikuwa ni dola milioni 24.5. Mnamo mwaka 2023 Tanzania ilishikilia nafasi 116 duniani kwenye kipimo cha ugumu wa kiuchumi ECR 1.13 na nafasi ya 99 kwa jumla ya thamani ya mauzo nje ya nchi ikifikisha dola bilioni 11.3. Malawi kwa upande wake iliorodheshwa nafasi ya 163 duniani kwa jumla ya mauzo ya nje yaliyofikia dola milioni 922, huku haikuorodheshwa rasmi kwenye kipimo cha ECI kwa mwaka huo. Ripoti hii inaonyesha uhusiano wa kibiashara unaoimarika kati ya nchi hizi mbili za Afrika Mashariki, huku Tanzania ikionekana kuwa na nafasi kubwa zaidi katika biashara ya kikanda, japo vikwazo hivi vimeanza kutekelezwa. Chanzo rasmi ni The Observatory of Economic Complexity. Ni ripoti ya MediaWire Express na Joseph Mwanawaisangura.